بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، tukiwa tunaendelea na darasa zetu za baada salati dhuhur katika siku nyingine ya leo, walillahi alhamd, ambapo ni dhuhuru يوم الخميس. hii ni ya dhuhuri ya siku ya alhamisi al-20 min shahri Allah Ramadhan al-mubarak, alhamisi ya tarehe 20 ya mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa mwaka 1446 Hijria. Na hii leo ni siku ya mwisho kabisa katika 10 la pili ya Ramadhani, na kuanzia usiku wa leo, magharibi ya leo, tunalianza rasmi 10 la mwisho la Ramadhani, al-lailatu al-21. Siku zimekwisha na Ramadhani inaondoka, na huu ni wakati wa kujifunga kibwebwe na kuongeza bidii katika ibada. Nilikuwa ninanong'ona hapa na Imam Abdurrahman kwamba kwa munasaba wa masiku haya ya 10 la mwisho, hususan hasa zile siku za witri, usiku wa 21 kama usiku wa leo, usiku wa 23, usiku wa 25, usiku wa 27 ndio hasa, na usiku wa 29, zile idadi za juzuu pia ziongezeke. Kwa hivyo mjipange pia, tarawih katika siku hizo itakazwa kidogo, watapiga juzuu 2 au na ziada kidogo, na usiku wa 27 ndio watavuta zaidi. Imamu ananiambia tukipata angalau juzuu 4 hivi la basi. Siku 27 tukimaliza darasa tunaanza kuswali, twende mpaka majogoo huko. Kwa hivyo nimesema kabisa, ujikoki, kae sawa, uje na zana zako. Tarawih itakuwa ndefu kidogo, kwa maana hatutotoka saa 5, pengine tukachelewa zaidi. Hii kwa sababu ya kheri ya masiku haya ya mwisho wa Ramadhani, tuyatumie katika ibadati, asa an yarhamana Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, tukiendelea darasa yetu, الدرس الثالث عشر، دراسة ya 13، juduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadhan. Ilikuwa tunasoma ukarimu wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi wa Ramadhan, na ilikuwa tumefikia kipengele namba 5. Tunaendelea leo, alaysa kadhalik? Ndio hapo, si ndio? Qala hafidhahu Allah ta'ala, khamisan, jambo la 5 ambalo Sheikh anatunasihi sisi, anasema i'mal lak barnamijan limalika fi Ramadhan. Anasema Sheikh hapa, i'mal lak barnamijan limalik fi Ramadhan, jifanyie wewe au jiwekee wewe ratiba maalum kwa ajili ya mali yako. Wewe Muislamu ambaye umediriki Ramadhan, katika mambo ya msingi ni kuweka utaratibu wa kujitolea mali yako. i'mal lak barnamijan, jifanyie wewe ratiba maalum limalik, kwa ajili ya mali yako, fi Ramadhan, katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Anasema hafidhahullah, ij'al juz'an min ratibika lisadaqa, hebu jalia sehemu katika mshahara wako kwa ajili ya sadaqa. ij'al juz'an min tijaratik lilfuqara'i wal yatama, na hebu jalia sehemu ya biashara yako kwa ajili ya mafakiri na mayatima. Sheikh anatunasihi tuweke fungu maalumu
katika mali zetu kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa ni mfanyakazi, tenga sehemu ya mshahara wako kwa ajili ya sadaka, hata kama ni kitu kidogo usidharau, lakini toa sadaka. Ewe mfanyabiashara, tenga sehemu katika mali yako kwa ajili ya kuwasaidia mafukara na mayatima na watu wenye haja mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anasema tena shekhi wetu hapa, ij'al juz'an min rasidika fi waqfin khairi, ebu weka fungu katika akiba yako. Ij'al juz'an, weka fungu min rasidik, katika akiba yako, fi waqfin khairi, katika wakfu wa khairi. Ikiwa Allah amekujalia akiba katika mali, basi usikae nayo tu hiyo mali ukawa unaiangalia na kufurahia sifuri huko zinasoma nyingi tu. La, weka wakfu, jenga wakfu, masjid, jenga msikiti, jenga madrasa, wakfu lillah, chimba kisima sehemu zenye shida za maji katika misikiti, lillahi rabbil alamin. Weka nyumba ambayo fedha zake kama ni za kodi zitahudumia mambo ya dini, kuwalipa maimamu, makhatibu, waalimu madrasa na kusaidia vituo mbalimbali vya wenye kuhitajia. Weka wakfu, Sheikh anasema. Kwa hivyo jalia sehemu katika akiba yako, fi waqfin khairi, katika wakfu wa khairi. Wakfu ni mali iliyowekezwa matumizi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na masalihi ya kidini, ndio wakfu. Au anasema au li tab'i kitabin mufidin, au weka akiba yako kwa ajili ya kuchapisha kitabu chenye kufaidisha, min kutubil aqidati, miongoni mwa vitabu vya itikadi, au alfiqhi, au vitabu vya fiqhi, au tafsir, au vitabu vya tafsir. Unaweza ukaweka sadaka yako katika jambo hili, ukasimamia na kudhamini gharama za uchapishaji wa vitabu vya ilmu, vitabu vya itikadi, vitabu vya fiqhi, tafsiri na vitabu vingine mbalimbali vya ilmu vyenye manufaa. Na hili jambo linahitajika sana. Watu wengi wameandika vitabu mbalimbali, lakini udhamini wa kuchapa umekuwa hafifu. Wekeza mali yako sehemu kama hiyo. Wajtahid an taj'ala lak waqfan ala kulli a'mali alkhair, najitahidi wewe uweke kwa ajili yako. Wajtahid an taj'ala lak waqfan, najitahidi wewe uweke kwa ajili yako wakfu, ala kulli a'mali alkhair, juu ya kila mambo ya kheri, kila sehemu ya kheri wekeza pale. Weka jambo kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya dini. Lihadithi Abi Hurairata, na hili ni kwa hadithi Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, idha mata al-insan, na pindi anapokufa mwanadamu, inqata anhu amaluhu, hukatika kwake yeye amali zake, illa min thalathin, isipokuwa kupitia mambo matatu. Mambo haya matatu ni kama bomba ambalo liko wazi kutokea huku duniani na kuelekea huko walipo, linapeleka kheri zake, isipokuwa kupitia mambo matatu. Illa min sadaqatin jariyatin, isipokuwa kupitia sadaqa yenye uendelevu, au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu ambayo hupatikaniwa manufaa kwa ilmu hiyo, alilmu nafi', ukawasomesha watu na wao wakasomesha wengine, au umewasomesha watu na wao wanafanyia kazi ile ilmu katika maisha yao, na wewe unaendelea kupata fungu bomba hilo. Au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anayemwombea yeye huyo mwanadamu aliyekufa, ukaacha nyuma yako mtoto mwenye dini, mwenye ilmu,
mwenye kujali nafasi yako, ikawa anakukumbuka katika dua zake, akiswali anakuombea na wewe, akidiriki zile awqat alistijaba anakutaja kwa jina, waghfir li abi wa li ummi warhamhuma kama rabbayani saghira allahumma ighfir lahum warhamhum, na mfano adhiya kama hizi. Mtoto wako anakuombea, dua yake inafika kwako kwa sababu ya nafasi ya mzazi kwa mtoto. Sasa ni mtoto awe mwema. Rawahu Muslim, hadithi kaitaja Muslim. Nukta ya 6, Sheikh anasema tasaddaq min al-yawm, toa sadaka kutokea leo hivi sasa. Toa hizo, ngoja mtatoa bwana, najipanga mwaka ujao inshallah, baada ya miaka 5 mtafanya. Usiweke taswifu hizo, usiakhirishe mambo haya ya khairat, kwa sababu hujui umri wako unakoma lini, hujui. Idhan Sheikh anasema tasaddaq min al-yawm, toa sadaka kuanzia leo, kabla an tamuta, kabla wewe hujafa, wa kabla an taquma al-qiyamatu, na kabla hakijasimama qiyama, litakuna fi dhilli sadaqatika yawm al-qiyama, kwa ajili uwe wewe katika kivuli cha sadaka yako siku ya kiyama. Adhim, siku ambayo jua litakuwa kali katika ardhi ya mahshar, ardhi ya ufufulio, ambako tumekusanywa watu wote wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Jua litakuwa kali. Fa inna shamsa tadnu min al-khalaiq biqadri mil, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu watavuja jasho kweli kweli, na kitakuwa ni kisimamo cha muda mrefu. Sasa wewe mtoaji wa sadaka, toa sadaka yako kabla haijaja siku ya kiyama, ili upate kuwa katika kivuli cha sadaka yako يوم القيامة. لحديث عقبة بن عامر، وحديث إلى عقبة بن عامر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحديث صحيح. na wanaeleza ahlus sunna wal jamaa ulama kwamba sadaka itageuzwa kama vile kiwiliwili, tujassadu as-sadaqatu midhalla, itafanywa kiwiliwili sadaka yako ile ikawa kama kivuli, midhallatan adhima, ikawa kama ni mwamvuli ulio mkubwa. Ile sadaka inabadilishwa, inakuwa kama mwamvuli uliokuwa mkubwa, unakufunika katika uwanja ule wa hisabu ambao unajotokana na jua kali. Lihadithi Uqbah ibn Amir, na hilo ni kwa hadithi ya Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, asema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, kila mtu atakuwa katika kivuli cha sadaka yake. Ile sadaka itageuzwa kuwa ni mwavuli mkubwa utakaomsitiri na jua kali katika uwanja ule wa hisabu. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, kila mtu atakuwa katika kivuli cha sadaka yake, hatta yufsala baina an-nas, mpaka papitishwe hukumu baina ya watu, upambanuzi wa hukumu utolewe, wajulikane watu wa peponi kina nani na watu wa motoni kina nani. Mpaka ufikie wakati huu, wewe utakuwa katika kivuli cha sadaka yako. Au qal, au amesema ima ni shaki ya rawi au ni mapokezi mengine. Au qal yuhkama baina an-nas, ay hatta yuhkama, au mpaka pahukumiwe baina ya watu, ima lafdhi ni hili au ni hili. Qala Yazid wa huwa ibn Abi Habib rahimahullahu ta'ala min ruwati al-hadith, amesema Yazid ibn Abi Habib rahimahullah katika marwati wa hadithi hii. Wa kana Abu al-Khair huna huwa Marthad ibn Abi Abdillah al-Yazini, rawi an Uqbah min at-tabi'in rahimahullahu ta'ala. Huyu ni katika waliopokea riwaya hii an Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu,
أبو الخير رجل من التابعين مرثد ابن أبي عبد الله اليزني رحمه الله. ساسا يزيد راوي وحديثي أنا سيما وكان أبو الخير وكان أبو الخير أي مرثد رحمه الله نالكوا أبو الخير لا يخطئه يوم haimkosiyeye siku yoyote, la yukhti'uhu yawmun, haimkosiyeye siku yoyote, illa tasaddaqa fihi bi shay'in, isipokuwa atatoa sadaka ndani ya siku hiyo kwa kitu chochote. Ilikuwa haimpiti siku, la yukhti'uhu, haimpiti yeye siku yoyote, la yukhti'uhu yawmun, haimkosiyeye siku yoyote hata siku moja shaka, illa tasaddaqa fihi bi shay'in, isipokuwa atatoa sadaka ndani ya siku hiyo kwa kitu chochote. Walau ka'katan, ijapokuwa ni mkate wa mayai, ijapokuwa ni keki, walau ka'katan, ijapokuwa ni mkate wa mayai, khubz ma'a albayt, keki hiyo shekhi, mkate laini ule, ijapokuwa ni mkate wa mayai, au basalatan, au hata kama ni kitunguu maji, au kadha, au ni kitu kadha, yani hata kama ni kitu kidogo, atajilazimisha atoe sadaka katika siku hiyo. Azim. Rawahu Ahmad, hadithi hii kaitaja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Angalieni watu wema hawa katika mambo ya kujitolea. Wakati mwingine si lazima mambo makubwa ya fedha nyingi, toa kwa uwezo wako. Hayo makubwa waachie hawa wakubwa wenye hizo fedha nyingi. Wewe dili na kile ambacho unakiweza. Ni katika hasara katika mlango huu wa sadaka ikawa kile ambacho unakiweza hukitoi, ima unakidharau kwa kuona ni kidogo, na hili ni jambo baya zaidi, au unajiendekeza kwenye njaa, kwamba unajiona wewe huna tu, mkono wako wewe ni wa kupokea tu, ule mkono mfupi, kwamba wataka upewe tu. Tuna nini sisi bwana? Sisi wenyewe watu wa kuungaunga. Mbona maisha yako yanaenda? Kila siku tunasema mbona yanaenda maisha yako? Ungaunga kwenye sadaka, toa kidogo cha kuungaunga hicho hicho, kama walivyokuwa hao wema waliotangulia. Mtu anatoa hata kitunguu, haya wewe huwezi kutoa kitunguu, bali unaweza kutoa package nzima. Package nzima unaweza kutoa ya salad, waweza, sio kitunguu tu. Genge unaweza kumpa mtu, lakini hufanyi haya. Jambo la 7 anasema la taruddu ayya sa'ilin yas'aluka, usimkatalie muombaji yoyote yule anayekuomba wewe. Usimkatalie mwenye kukuomba muda wa kuwa unacho cha kumsaidia, usiwe na tabia hiyo. La taruddu ayya sa'ilin, usimkatalie yoyote mwenye kuomba, yasaluka, anayekuomba wewe. Kisha anatambia hafidhahu Allah ta'ala, wataassa bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na fata mwenendo, wataassa, na iga kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, igiliza kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ati kulla man sa'alak walau shay'an yasiran, na mpe kila aliyekuomba wewe, kila anayekuomba haja yake. Idhan yaqulu hafidhahu Allah ta'ala, fa'ati kulla man sa'alaka walau shay'an yasiran, na mpe kila ambaye anakuomba wewe, anakuomba msaada, anakuelezea haja yake, mpatie walau shay'an yasiran, hata kama ni kitu kidogo. لحديث ابن بجيد الأنصاري، لحديث ابن بجيد الأنصاري، نهل لكبتي حديث يا ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته. نا ابن بجيد أنا سمولية كتوكية وبيبياك، عن جدته كتوكية وبيبياك حواء بنت يزيد الأنصارية،
Bujayd akiitwa Hawa binti Yazid al-Ansariya, ndio bibi yake radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, amesema, ruddu almiskin, kwa maana mjibuni maskini, mpeni takwa lake. Ruddu almiskina, mjibuni maskini, a'tuhu, mpeni kile anachokuombeni muda wa kuwa ni maskini. Ruddu almiskina, mjibuni maskini, walau bidhilfin muhraqin, walau kwa kwato yenye kuunguzwa. Adhilfu min alhayawan kadhufur min alinsan. Adhilfu kwa mnyama ni kama vile kucha kwa nani? Kwa mwanadamu. Kwato hata kama ni kanyagio tena ambalo limeungua, mpe. Haya, kitu chepesi kabisa ambacho pengine ukidharau, mpe. Ruddu almiskin, mjibuni maskini, mpeni haja yake. Walau bidhilfin muhraqin, ijapokuwa ni kwa kwato, kanyagio lililounguzwa. Rawahu Malik, hadithi hii imepokea Imam Malik wal hadith hasan. Sheikh anasema wadhilfu lilbaqari walghanami kalhafir lilfaras, ni zile kwato. Ukisikia adhilfu kwa ng'ombe au mbuzi na kondoo ni kama alhafir kwa farasi. Kwato, makanyagio, mpe hata kama ni makanyagio yaliyoungua. Anasema walau, na hiyo lau iliyokuja hapo, walau bidhilfin muhraqin, hiyo lau hiyo ijapokuwa ni kwa kanyagio lililounguzwa. Anasema walau litaklid, na hiyo lau hapo ni ya kudogosha, yani hata kama ni kitu kidogo. Walau litaklid lianna dhalika aqallu ma yu'ta, kwa sababu hilo ndio dogo ambalo mtu hupewa, ikafikia kwamba wampa mtu kanyagio, hilo ndio dogo zaidi. Wal maana, na maana yake, tasaddaqu bima tayassara kathura am qalla, toeni sadaka kwa kile ambacho kimewepesika, kimekuwa kingi au kichache, toeni kwa kile ambacho kimewepesika. Walau balagha fil qillati adhilfu mathalan, ijapokuwa itafikia katika huo uchache kwato, kwa mfano ikawa ni kanyagio, huna ile hilo kanyagio, bwana nina njaa mimi, ambia sina kitu na ili kongoro tu hapa tena limeungua. Haya, chukua, pengine ukapata supu hapo, au ukapata shombo, pengine unadona tu uko nyumbani, ukapata lile shombo ugali ukaenda. Hebu angalia kitu kama hicho. Kwa maana hata kama ukifikia huo uchache, walau balagha fil qilla, hata kama kikifikia katika uchache hicho unachokitoa, adhilfa mathalan, kikafikia kwato kwa mfano, hiyo ndio sawa sawa. Walau balagha ay ma tatasaddaqu bihi, hata kama kitafikia hicho unachokitoa, fil qilla, katika uchache, adhilfa mathalan, kafikia kwato tu kwa mfano, fa innahu khairun min al-adam, kwani hakika hicho unachokitoa ni bora kuliko kukosa kabisa, ni afadhali kuliko hakuna. Tumefahamiana. Nukta ya 8 hapa ameelekeza maneno yake hafidhahullah kwa wanawake. Sasa akisema tasaddaqi ayatuha almar'a, toa sadaka ewe mwanamke, walau min adhabi alladhi ma'aki, walau kupitia dhahabu ambayo uko nayo, hata kama ni dhahabu yako ya mapambo au ni aseti yako, toa. Wataamali hadha alhaditha, na hebu izingatie hii hadithi. Anamuita mwanamke wa Kiislamu hapa, izingatie ewe mwanamke hadithi hii. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu,
tokea kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi adhan, alitoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika Eid al-Adha au fitri au katika Eid al-Fitri, ila al-musalla, alitoka kuelekea katika musalla wa Eid, ima ilikuwa ni Eid al-Adha au ilikuwa ni Eid al-Fitr. Thumma insarafa, kisha akaelekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika uwanja wake ule, fawa'adha an-nasa, na akawapa mawaidha watu, wa amarahum bisadaqati, na akawaamrisha wao kutoa sadaqa. Faqal, mpaka mtume akasema, ayuha nnasu tasaddaqu, enyi watu toeni sadaka. Famarra ala nisai, na akapita kwa wanawake hapo kwenye musalla wa Eid. Mtume akawaendea wanawake kule walipo, akawafuata sehemu ya nyuma walikokaa wanawake. Faqal, na akasema mtume alayhi salam, ya ma'shara an-nisa, enyi jumuiko la wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka, jitoleeni kina mama. Fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar, na hakika mimi nimewaona nyinyi wanawake ndio wengi zaidi katika watu wa motoni. Na sadaka inakhafifisha joto la moto, ni sababu ya kuepushwa na moto. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea nani? Al-Imam al-Bukhari. Sasa tumeona katika mlango huu mashaallah mafunzo mengi kuhusiana na jambo la kutoa. Tumemuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye mwenyewe alivyopambika na sifa ya ukarimu na kujitolea, na hasa anapokuwa katika mwezi wa Ramadhani, ule ukarimu wake huongezeka, tena anazidi alayhi salatu wassalam anapoingia kwenye kumi la mwisho. Lakini tumeona nasaha tulizopewa na shekhi hapa za sisi kujitambua katika jambo la kujitolea na nafasi ya sadaka ilivyokuwa kubwa, na kwamba muda wa kutoa ni huu ambapo tuko hai. Baada ya hapo itakuwa hakuna muda mwingine wa kutoa. Tumefahamiana? Sasa tulikubaliana tukimaliza darasa hili tunakwenda wapi? Ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 64. Vuka nenda kule, al-hadi wal-20, darasa ya 21. Anasema an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika 10 la mwisho la Ramadhan, namna alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika 10 la mwisho la Ramadhan. Na hili 10 la mwisho la Ramadhani ndio linaanza magharibi ya leo, lailatu al-hadi wal-20. Wallah, sasa tuone namna mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa, na sisi tumuige yeye alayhi salatu wasalam katika masiku haya. Chini ya darasa hii shekhe ameanza na riwaya an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokea kwa Aisha radhiyallahu anha amesema, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha dakhala al-ashr, pindi linapoingia 10 la mwisho, ay al-ashr min Ramadhan, ni 10 la mwisho la Ramadhani. Idha dakhala al-ashr, pindi linapoingia 10 la mwisho, alikuwa mtume alayhi salam utaratibu wake kama anavyosema Aisha, shadda mizarahu, anakikaza kikoi chake. Tutaona maelezo ya maulama juu ya maana ya shaddul mizar, ina maana gani? Alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inapoingia 10 la mwisho, shadda mizarahu, anakikaza kikoi chake, anajifunga kibwebwe. Wa ahya lailahu, na anauisha usiku wake. Wa aiqadha ahlahu, na anawaamsha watu wake wa nyumbani, wake zake, watoto wake, mpaka anawaamsha wakwe zake. Alikuwa akenda nyumbani kwa Ali ibn Abi Talib, aliko binti yake Fatima,
na kuamsha akiwagongea, ala tusalliyan, hamswali. Mkwe huyo anakwenda kuwagongea wakwe zake, unaona wakwe hao, mkwe anakuja kukuamsha uswali, amekupa binti alafu pia anakutakia kheri kwenye ibada. Wako wapi wako kama hawa jamani? Leo wako wa miaka hii hawataki mazoea. Akishakuozesha fata maisha yako, imekuwa vita. Kwa hivyo Mtume alayhi salamu ulikuwa huo ni utaratibu wake. Rawahu Shaykhan, hadithi hiyo imepokea mashekhe wawili, al-Bukhari wa Muslim. Shekhe anasema, fa ya ayuha al-abd, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakunasihi kwa nasaha kadhaa, amezipangilia kwa namba kama kawaida yake. Wahid, nasaha ya kwanza, idha dakhalat alayka al-ashr, pindi yatakapokuingilia wewe makumi, siku 10 zile, idha dakhalat alayka al-ashr al-awakhir min Ramadan, pindi zitakapokuingilia wewe siku 10 za mwisho wa Ramadhan, fashudda al-mizar, basi hebu kikaze kikoi, bimaana ongeza bidii katika ibada. Shaddu al-mizar imetafsiriwa kwa kuongeza bidii, yani at-tashmiru fi al-ibada. Atasema shaka hapo chini ni kuongeza bidii katika ibada, lakini pia imetafsiriwa kwamba ni al-kinaya ala i'tizali an-nisa, kwamba ni fumbo hilo la kuwatenga wanawake, kwamba mambo ya kubebishana, si bebi nani hamna tena kwenye 10 la mwisho, ni ibada tu, hakuna taimu za kubembelezana na wanawake. Tutakutana Idi huko. Huo ulikuwa ni utaratibu wa Mtume alayhi salam, kwa sababu alikuwa anakaa itikafu. Kwa hiyo anasema fashudda al-mizar, basi kaza kikoi chako, bilijtihadi fi ibada, kwa kujitahidi katika ibada. Liannahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam yashuddu al-mizar fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anafunga kikoi chake, kwa maana anaongeza bidii katika ibada zake, fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, katika 10 la mwisho la Ramadhani. وقد قال النووي رحمه الله في معنى شد المئزر، نعم سيما النووي رحمه الله كما انه yake yamekuja katika riyadhus salihin, katika maana ya shadd al-mi'zar, faqil, fakasemwa maana yake wal ijtihad fi al-ibadat ziyadatan ala ibadati sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi ghayrihi. Shadd al-mi'zar, al-imam an-nawawi rahimahullah anasema pamesemwa huwa al-ijtihad fi al-ibadat, nako ni kujitahidi katika ibada mbalimbali, ziyadatan ala adatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghairihi, kwa zaidi ya juu ya ada yake Mtume alayhi salam katika yasiyokuwa hayo, katika masiku yasiyokuwa hayo, masiku ya al-ashr. Katika al-ashr alikuwa akizidi bidii yake kwenye ibada kuliko masiku mengine yasiyokuwa hayo. Wa maanahu, na maana yake at-tashmiru fi al-ibadat, ni kufunga kibwebwe fi al-ibadat, katika ibada. Ndio maana yake. Wa maanahu, na maana yake at-tashmiru fi al-ibadat, ni kufunga kibwebwe katika ibada. Ni lugha Waswahili wanaitumia, mtu kuliazimia jambo kwa bidii, hakuna kurudi nyuma. Yuqal, panasemwa shaddadtu lihadha al-amra mizari, ay tashammartu lahu wa tafarraghtu. Panasemwa wakizungumza Waarabu, shaddadtu lihadha al-amri mizari, nimekikaza kwa ajili ya jambo hili kikoi changu, ay tashammartu lahu, nimelivalia njuga hilo jambo, wa tafarraghtu, na nimelitengea faragha, nimejitenga kwa ajili ya jambo hilo. Waqil, na pamesemwa, hii ni kauli nyingine, huwa kinayatun an i'tizali an-nisa, hilo ni fumbo bwana
aliposema shadda mizarahu. Kauli nyingine ya pili kwamba hilo ni fumbo kuhusiana na kuwatenga wanawake lilishtighali bilibadat, kwa ajili ya kujishughulisha na ibada. Alikuwa anawaacha wanawake, sio taimu yao kwenye kumi la mwisho. Hadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh anasema nasaha yake ya pili, anasema ijtahid fil ibadat fil ashr al awakhir, jitahidi katika ibadat mbalimbali kwenye kumi la mwisho. Aktharu min alijtihadi fi ghairiha, zaidi ya vile ambavyo unajitahidi katika yasiyokuwa makumi hayo. Bidii ziongezeke kwenye kumi la mwisho, zaidi ya bidii katika yasiyokuwa hayo makumi ya mwisho ya Ramadhani. Wa akthir min at-ta'at min salatin wa dhikrin wa tasbihin wa takbirin wa tahlilin wa tahmidin wa qira'ati Qur'anin wa ghayriha min at-ta'at. Wa akthir min at-ta'at, Sheikh anasema nakithirisha wewe Muislamu katika taa mbalimbali. Min salatin, ikiwemo sala za faradhi na za sunna, za mchana na za usiku. Wa dhikrin, na kumtaja Allah. Wa tasbihin, na kuleta tasbihi. Wa takbirin, na takbira. Wa tahlilin, kusema la ilaha illa Allah na tahlili. Wa tahmidin, na kumhimidi Allah. Wa qira'ati Qur'anin, na kuisoma Qur'ani. Wa ghairiha, na yasiyokuwa hayo min alibadati, katika ibada mbalimbali. Toa juhudi, Sheikh anatuambia fataqarrab ila Allah bitilka alibadat mutaasiyan bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh yasema najikurubishe kwa Allah kwa hizo ibadati, hali ya kuwa ni mwenye kumwiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad qalat Aisha radhiyallahu anha, na kwa hakika amesema Aisha radhiyallahu anha akimuelezea mtume alivyokuwa kwenye al-ashru al-awakhir min Ramadhan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu fi al-ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi, rawahu Muslim. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu, anajitahidi fi al-ashri al-awakhir, katika kumi la mwisho, ma la yajtahidu, kwa kiasi ambacho hajitahidi fi ghairihi, katika lisilokuwa hilo kumi la mwisho. Kwenye kumi la mwisho walikuwa wanazidi. Rawahu Muslimun, hadithi hii kaitaja Imam Muslim. Wa inda Tirmidhi, na kwa Imamu wa Tirmidhi ikaja riwaya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume alayhi salam yajtahidu fil ashr al-awakhir, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anajitahidi katika kumi la mwisho, ma la yajtahidu fi ghairiha, kwa kiasi ambacho, kwa kile kiasi ambacho wajitahidi katika yasiyokuwa hayo masiku kumi ya mwisho, alayhi salatu wassalam. Sasa ukiangalia haya mafundisho hapa ni tofauti na sisi tulivyo katika Ramadhani. Sisi tunakuwa na nguvu mwanzo wa Ramadhani, watu watajazana misikitini tele, fujo kwenye udhu, kwenye vyoo ni foleni, wageni wengi, masha Allah, jambo zuri. Lakini kila Ramadhani inapokwenda mwisho ndivyo watu wanavyoondoka. Ajibu. Wakati mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ramadhani ikienda mwisho, kama hili kumi la mwisho, unaona juhudi yake, alikuwa ana juhudi za maradufu, kiasi ambacho Aisha radhiallahu anha asema alikuwa akijitahidi katika kumi la mwisho kiasi ambacho hajitahidi katika wakati mwingine usiokuwa makumi ya mwisho. Sisi ni tofauti. Sisi likiingia kumi la mwisho utafikiria mambo mengine. Kwanza kuna wenye kuacha kabisa na kupunguza baadhi ya ibada, wengine huacha kufunga, wengine hupunguza swala, ikawa na swali ile swala ya karibu na iftari, swali magharibi kutoka hapo wakale, basi zingine zampita. Qur'ani hawasomi tena, hakuna adhkari, hakuna dua, sikwambii salatu tarawih. Watu kwenye kumi la mwisho akili zao ni sikukuu, basi watu wanazungumzia habari za Eid, wakati salafu salih wakiongozwa na Mtume alayhi salam
wao walikuwa wakifikiria ibada kwenye 10 la mwisho. Tatosha hii kwa leo, na saa zinaendelea hizi, tuje kuendelea hiyo ya 3. I'lam, kipengele cha 3 darasa ijayo insha Allah taala. Tatosha hii kwa leo, hii itakuwa darasa ya Jumamosi biidhnillah. Hadha wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.